Naitwa Nicholas Agostino, ni mkazi wa jiji la Dodoma, natokea kata ya Mkurungu. Nimefurahi sana uwepo wa kuuliza maswali katika haya mabanda, na hata hizi siku ambazo wameweka siku 3 mimi nilikuwa naonelea kabisa wangeongeza hata siku hata wiki, ingekuwa safi sana. Na sasa hivi unaweza kaenda kama mfano maji yanasumbua jiji la Dodoma, DUWASA wanaeleza vizuri, unaenda TARURA wanaeleza vizuri. Kwa hiyo nimefurahi kidogo, na nashauri wengine kama wapo wanahitaji kuja kupata majibu hapo waje wapate majibu ya aina yoyote, kero zote zinatatulika. Jina langu linaitwa Godwin Charles Kaina. Nimepata huduma katika mabanda haya katika siku hizi ambazo zimekuwa ni maadhimisho ya huduma kwa wateja katika taasisi mbalimbali, wizara, lakini nimepata huduma katika banda la hospitali ya Benjamin Mkapa ambapo nilikuwa nikipata matibabu. Nilipata ajali mwezi mmoja uliopita, nilikuwa niende kule Benjamin nikapata huduma hapa karibu. Kwa nashukuru sana kwa huduma hii, nimepata huduma nzuri, nimehudumiwa vizuri, madaktari wameniattend vizuri, nimepata huduma safi. Kikweli nashukuru sana kwa ajili ya wiki hii na kwa ajili ya huduma ambayo imefanyika katika viwanja vya Nyerere Square. Unatokea wapi? Ninaishi hapa Dodoma, mkazi wa maeneo ya Mdoma Kusini. Wale ambao wamefika hapa na ambao hawajafika niwape tu wito, huduma zinatolewa bure nzuri, na pia huduma ambazo zinaweza zikakufanya wewe usiende mbali zaidi ama usiwakuta watu kwenye maofisi kwa sababu ya ubizi, ila ukija hapa unaweza kupata huduma kwa uzuri zaidi. Kwa majina naitwa Shamte Nexon Mkogoro. Mimi ni mjasiriamali wa soko la Sabasaba, lakini pia ni mkulima. Nimepita hapa kwenye maonyesho haya ambayo yameitishwa na mkuu wa mkoa wa Dodoma kwa ajili ya kuonyesha bidhaa au utekelezaji ambao unatekelezwa Dodoma, lakini pia nchi nzima. Kwa kweli huduma za kwenye mabanda hapa Nyerere Square ni nzuri sana. Ukipita unasikilizwa, unahudumiwa kwa kadri wewe unavyohitaji, kwa maana ya kwamba ya uhitaji. Kwa kweli kwa kuanzia zinatosha, lakini ikibidi kama itakuwa bado uhitaji wa watu ni mkubwa, basi na mkuu wa mkoa atoe kibali tena kingine cha kuongeza angalau wiki moja mbele, ili watu waendelee kupata elimu, waendelee kuhudumiwa.